Mwanamke kijana alikuja KWA ajili ya mitihani akiwa amevaa gauni la harusi kabla ya kuhudhuria harusi yake. Wanafunzi waliokuwa NJE ya chumba cha mtihani walinyamaza kwa mshangao. Si kila siku mtu huja chuoni akiwa amevalia kama bibi harusi, tena akiwa na kalamu mkononi na macho yaliyojaa hofu. Jina lake lilikuwa Amani Muthoni, msichana mpole kutoka familia ya kawaida, lakini mwenye ndoto kubwa. Siku hiyo haikuwa ya kawaida. Asubuhi hiyo alipaswa kufanya mtihani wake wa mwisho wa uhasibu, kisha moja kwa moja aende kanisani kuolewa na Baraka Mwangi, kijana aliyempenda tangu walipokutana katika programu ya ushauri wa kifedha kwa vijana. Rafiki yake Rahma alimshika mkono. Amani, uko sawa? Amani akatabasamu kwa shida. Nikifaulu leo, maisha yangu yanaanza upya. Nikikosa mtihani huu, miaka yangu yote imepotea. Lakini hakujua kuwa kabla hajamaliza karatasi ya kwanza, ujumbe mmoja mfupi ungeanza kuvunja siku yake yote. Ndani ya chumba cha mtihani, Amani alijaribu kujifanya yuko sawa. Gauni lake jeupe lilikuwa limekunjwa vizuri chini ya dawati, lakini kila mtu alikuwa akimtazama. Mwalimu msimamizi, Bwana Maina, alimsogelea kwa sauti ya chini. Binti yangu, unaweza kufanya mtihani ukiwa hivi? Amani akaitikia, ndiyo mwalimu, hii ndiyo nafasi yangu ya mwisho. Alipoanza kujibu maswali, akili yake ilirudi kwa mama yake, Mama Zawadi, aliyemlea kwa kuuza mboga sokoni baada ya baba yake kufariki. Mama yake alikuwa amesema, nenda ukasome kwanza, harusi itakusubiri. Elimu ni nguo ambayo hakuna mtu anaweza kukuondolea. Maneno hayo yalimpa nguvu. Dakika 40 baadaye, simu yake iliyokuwa imezimwa sauti ikatetemeka ndani ya mkoba. Rahma aliyekuwa nje alikuwa ametuma ujumbe mara nyingi. Amani hakutaka kuangalia, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Mwisho wa ukurasa wa pili, machozi yakaanza kumjaa. Si kwa sababu ya mtihani, bali kwa sababu alihisi kitu kibaya kilikuwa kinamfuata. Wakati Amani akiendelea kuandika, upande mwingine wa mji, maandalizi ya harusi yalikuwa yameanza kuchangamka. Wageni walifika wakiwa wamevaa vizuri, wanawake wakibeba vikapu vya zawadi, wazee wakikaa pamoja wakizungumza kwa heshima. Baraka alikuwa amesimama pembeni mwa kanisa akiwa na suti yake ya rangi ya kijivu. Alionekana mtulivu mbele ya watu, lakini ndani alikuwa na wasiwasi. Kaka yake Faraji alimwangalia kwa makini. Mbona unaonekana kama mtu anayeficha jambo? Baraka akacheka kidogo. Ni presha ya harusi tu. Lakini Faraji hakurudhika. Alijua ndugu yake vizuri. Baraka alipokuwa na furaha ya kweli, macho yake yalikuwa wazi. Siku hiyo macho yake yalikuwa mazito. Mama yake Baraka, Mama Neema, alikuwa akipokea wageni kwa tabasamu, lakini naye pia alikuwa na hofu yake. Familia ya Amani haikuwa tajiri, na baadhi ya ndugu wa Baraka hawakuficha dharau yao. Msichana wa mtihani ataweza kuwa mke kweli? Shangazi mmoja alinongona. Hakujua kuwa Amani alikuwa akipigana vita kubwa zaidi kuliko walivyodhani. Mtihani ulipoisha, Amani alitoka chumbani akiwa amechoka, lakini bado amesimama. Rahma alimkimbilia. Amani, usikasirike. Kuna kitu lazima ujue kabla hujaenda kanisani. Amani akasimama. Nini kimetokea? Rahma alimpa simu yake. Kulikuwa na picha iliyotumwa kutoka kwa mtu asiyejulikana. Picha hiyo ilimwonyesha Baraka akiwa na mwanamke mwingine Jamila, wamesimama karibu sana katika hoteli moja mjini. Chini ya picha kuliandikwa, unaenda kuolewa na mtu ambaye bado hajamalizana na zamani yake. Amani alihisi miguu ikilegea. Hakulia mbele ya watu. Aliangalia picha hiyo KWA muda mrefu, kisha akairudisha simu. Rahma akasema, tunaweza kuchelewa kidogo, tunaweza kuuliza kwanza. Amani akavuta pumzi ndefu. Hapana, nitaenda kwenye harusi yangu. Ukiwa na picha hii moyoni? Amani akajibu kwa sauti ndogo, ndiyo. Kwa sababu leo sitaki kusikia uvumi, nataka kusikia ukweli kutoka mdomoni mwake. Na hapo ndipo safari ya kwenda kanisani ikaanza. Gari lililosafirisha Amani lilipofika karibu na kanisa, watu walianza kushangilia. Watoto walikimbia pembeni, wanawake wakapiga vigelegele na kamera zikaanza kuwaka. Lakini ndani ya gari, Amani alikuwa kimya. Mama Zawadi alimwangalia binti yake. Mbona uso wako umebadilika?
Amani alijaribu kutabasamu. Mama, kuna jambo nitauliza kabla sijakubali chochote. Mama yake hakusema haraka. Alimshika mkono tu. Usiogope ukweli. Ukweli unauma, lakini uongo huvunja maisha. Mlango wa gari ulipofunguliwa, Amani alishuka akiwa bado na gauni lake lile lile alilovaa kwenye mtihani. Wageni waliona uzuri wake, lakini hawakuona mzigo uliokuwa moyoni mwake. Baraka alipomwona, macho yake yalijaa hisia. Kwa sekunde moja, Amani karibu asahau picha ile, lakini kabla hajafika madhabahuni, Jamila aliingia kanisani kimya kimya na kukaa nyuma. Rahma alimuona kwanza, Amani naye akamuona, na moyo wake ukasema, leo harusi hii haitapita bila ukweli. Kanisa lilitulia ghafla wakati mchungaji alipoanza ibada. Sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini ndani ya mioyo ya watu kulikuwa na mawimbi. Amani alisimama mbele, macho yake yakimtazama Baraka moja kwa moja. Hakutabasamu tena. Mchungaji alisema, leo ni siku ya agano, sio tu mbele ya watu, bali mbele ya Mungu. Maneno hayo yalimgusa Amani kwa kina. Akajikumbusha maneno ya mama yake, ukweli kwanza hata kama unauma. Baraka alishika mkono wa Amani. Mpenzi, hatimaye tuko hapa. Amani hakuvuta mkono wake, lakini hakujibu. Rahma aliyekaa mbele aligeuka kidogo na kumwangalia kwa wasiwasi. Mchungaji akaendelea, kabla hatujaendelea, kama kuna yoyote mwenye sababu halali ya kupinga ndoa hii, aseme sasa. Ukimya mzito ukaangukia kanisani. Sekunde chache zilionekana kama dakika. Ndani ya moyo wa Amani, vita ilikuwa imefika kileleni. Akiwa bado ameshika picha ile moyoni, alijua huu ndio muda wa kuamua. Alivuta pumzi, akainua kichwa, na kwa sauti tulivu lakini imara, akasema, ndiyo, kuna jambo. Kanisa zima likageuka kumtazama. Kila macho yalikuwa juu ya Amani. Hata watoto waliokuwa wanacheza nje walinyamaza. Mchungaji alimtazama kwa utulivu. Binti yangu, una jambo gani? Amani akageuka kumtazama Baraka. Hakukuwa na hasira machoni mwake, bali kulikuwa na maumivu yaliyofichwa. Kabla sijasema ndiyo, nataka kujua ukweli. Baraka alikunja uso kidogo. Ukweli gani? Amani hakusema haraka. Aliweka mkono wake kwenye begi lake, akatoa simu, kisha akaiweka mbele yao wawili. Unamjua huyu mwanamke? Baraka alipoiona picha, uso wake ulibadilika. Sio kwa ghafla sana, lakini kwa kiasi cha kutosha kumfanya Amani aone. Ndani ya kanisa, watu walianza kunongona polepole. Faraji alisimama kidogo kutoka kiti chake. Mama Neema alikaza uso. Baraka alijaribu kutabasamu kidogo. Hii ni picha tu Amani. Unaweza kueleza vizuri. Amani akamkatiza kwa upole. Hapana, usieleze kwa haraka. Nipe ukweli, sio maneno. Ukimya ukarudi tena. Baraka hakujibu mara moja, na huo ukimya ndio ulioumiza zaidi kuliko jibu lolote. Kabla Baraka hajafungua mdomo wake, sauti kutoka nyuma ilisikika. Naweza kusema ukweli huo. Watu wote waligeuka. Jamila alikuwa amesimama. Hakukuwa na aibu kwenye uso wake, lakini pia hakukuwa na kiburi. Alionekana mtu aliyebeba mzigo mzito. Rama alishika mkono wa Amani kwa nguvu. Mchungaji alinyanyua mkono kidogo. Binti, karibu mbele. Jamila alitembea polepole hadi mbele ya kanisa. Amani alimwangalia kwa macho makali lakini yenye nidhamu. Jamila alisema, mimi sio mgeni katika maisha ya Baraka. Watu wakaanza kunongona tena. Baraka akasema kwa haraka, Jamila, sio hivi. Lakini Jamila akaendelea, lakini pia si kila unachofikiri ni kweli. Amani alichanganyikiwa kidogo. Unamaanisha nini? Jamila alimwangalia moja kwa moja. Unataka ukweli? Basi, usikilize hadi mwisho. Leo sio siku ya kuficha mambo. Baraka alishusha macho chini, na hapo ndipo hali ilibadilika kabisa. Kanisa sasa halikuwa tena mahali pa sherehe tu, bali pa ukweli unaofunuliwa polepole. Jamila alivuta pumzi ndefu. Mimi na Baraka tulikuwa pamoja miaka 2 iliyopita. Moyo wa Amani uligonga kwa nguvu. Jamila akaendelea, lakini tuliachana, sio kwa sababu ya chuki, bali kwa sababu ya uamuzi mgumu. Mama Neema alifunga macho kwa sekunde chache. Faraja alitikisa kichwa kama mtu anayejua sehemu ya hadithi. Amani aliuliza kwa sauti ya chini, na hiyo picha? Jamila akajibu,
Ilichukuliwa wiki iliyopita. Ndiyo. Lakini haionyeshi kila kitu. Baraka akainua kichwa, macho yake yakiwa na maumivu. Amani, nilitaka kukuambia, lakini sikuwa na uhakika utaelewa. Amani akasema, jaribu sasa. Ukimya ukarudi tena. Jamila alimwangalia Baraka, kisha Amani. Kuna jambo ambalo halijawahi kusemwa, na kama leo hautalisikia, ndoa hii itaanza na uongo. Kanisa lilishika pumzi, na hata mchungaji hakukatiza tena. Baraka alichukua hatua moja mbele. Sauti yake ilikuwa ya chini, lakini kila mtu aliisikia. Ni kweli nilikutana na Jamila wiki iliyopita. Amani hakusema kitu. Baraka kaendelea. Lakini sikukutana naye kwa sababu ya mapenzi. Nilimtafuta kwa sababu ya jambo ambalo linaweza kubadilisha maisha yetu. Amani akakunja uso. Maisha yetu gani? Baraka akasema pole pole, maisha yako Amani. Hapo ndipo mshangao mpya ukaanza. Rahma alishangaa. Mama Zawadi alimtazama binti yake kwa hofu. Jamila akasema, nilimuita Baraka, sio yeye aliyenitafuta kwanza. Amani alihisi dunia ikisimama kidogo. Kwa nini? Akauliza. Jamila akavuta pumzi. Kwa sababu kuna kitu kuhusu maisha yako ambacho hujui, na nilihisi kama sitasema sasa itakuwa kuchelewa. Baraka akasema, ndio maana nilikuwa na hofu. Sikutaka siku ya harusi yako iwe siku ya maumivu. Amani akasema kwa sauti ndogo, lakini tayari imekuwa hivyo. Ukimya mzito ukaangukia tena. Na sasa si picha wala uvumi uliokuwa unaumiza, bali ukweli ambao bado haujasemwa kabisa. Kanisa lilikuwa kimya kiasi kwamba hata pumzi za watu zilikuwa zinasikika. Amani alisimama katikati ya madhabahu, akiwa bado amevaa gauni lake la harusi, lakini moyo wake ulikuwa mbali na sherehe. Alimtazama Jamila. Umesema kuna kitu kuhusu maisha yangu nisichokijua. Sema sasa. Jamila hakukimbilia kusema. Alimtazama Mama Zawadi kwanza, kisha akashusha macho. Mama yake anajua sehemu ya ukweli. Watu wote wakageuka kumtazama Mama Zawadi. Moyo wa Amani ukazama. Mama Zawadi alisimama polepole. Uso wake ulikuwa umejaa hofu ambayo hakuwahi kuionyesha hapo awali. Mwanangu, sikutaka siku yako ya furaha iwe siku ya majaribu. Amani akatikisa kichwa kidogo. Lakini tayari imekuwa hivyo. Tafadhali, sema ukweli. Baraka alisimama kimya pembeni, macho yake yakiwa chini. Faraji alikunja mikono kama mtu anayesubiri jambo kubwa. Mama Zawadi alifunga macho kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti iliyotetemeka, kuna jambo kuhusu baba yako ambalo hujawahi kujua. Na hapo hata waliokuwa wamekuja kusherehekea walisahau sherehe kabisa. Amani alihisi dunia ikizunguka. Kuhusu baba yangu gani? Yule aliyefariki? Mama Zawadi akatikisa kichwa polepole. Ndiyo, lakini si kila kitu nilichokuambia kilikuwa kamili. Macho ya Amani yakajaa machozi. Unamaanisha uliniambia uongo? Mama yake akasema kwa upole. Nilikulinda. Jamila akaingilia kwa sauti tulivu. Ukweli ni kwamba baba yako hakufa jinsi ulivyoambiwa. Watu walishika pumzi. Amani akasema, basi alikufa vipi? Baraka alinyanyua macho yake kwa mara ya kwanza tangu mazungumzo yaanze. Amani, baba yako bado anaishi. Kanisa likashtuka. Rahma alishika mdomo wake kwa mshangao. Faraji aligeuka pembeni kama mtu aliyekuwa tayari anajua faraja. Amani alicheka kidogo kwa uchungu. Hii sio tani mzuri. Mama Zawadi akamkaribia binti yake. Ni kweli, mwanangu. Machozi yakaanza kumtoka Amani bila kujizuia. Kama bado anaishi, basi kwa nini hakuwahi kunitafuta? Hakukuwa na jibu la haraka, na huo ukimya ulikuwa mzito kuliko hata ukweli wenyewe. Jamila alichukua hatua mbele. Sauti yake ilikuwa ya heshima, lakini yenye uzito. Baba yako anaitwa Mzee Omari. Jina hilo halikumaanisha kitu kwa Amani mwanzoni, lakini lilipoanza kurudiwa kichwani mwake, kitu kidogo kilianza kumgusa. Baraka akaongeza, ni mfanyabiashara mkubwa sana.
mtu anayejulikana sana katika masuala ya uwekezaji na biashara za kimataifa. Maneno hayo yalipenya polepole. Amani akasema, na hiyo inahusiana vipi na mimi? Jamila akajibu, kwa sababu wewe ni binti yake na hajawahi kukuacha moyoni mwake. Amani alitikisa kichwa kwa nguvu. Hapana. Kama ni kweli, basi yeye ndiye aliniacha. Hakuna mzazi anayempenda mtoto wake kisha anyamaze miaka yote. Mama yake akalia kimya kimya. Baraka akasema, kuna sababu ilimlazimu kukaa mbali. Amani akamwangalia kwa hasira ya ndani. Kila mtu anasema kuna sababu, lakini hakuna anayesema sababu yenyewe. Jamila akavuta pumzi. Sababu hiyo inaweza kubadilisha jinsi unavyoona maisha yako yote. Kanisa lilikuwa limeganda, na sasa si harusi tu iliyokuwa imesimama, bali historia ya maisha ya Amani ilikuwa imeanza kufunguliwa. Mchungaji alikaa kimya, akiruhusu ukweli uendelee kutoka bila kuingilia. Mama Zawadi alishika mikono ya Amani. Mwanangu, sikukwambia kwa sababu nilikuwa naogopa kukuumiza. Amani alimwangalia kwa macho yenye maumivu. Lakini sasa inauma zaidi. Mama yake akaendelea. Baba yako alilazimika kukuacha wakati ulikuwa mdogo sana. Kulikuwa na hatari iliyomhusisha yeye na watu waliokuwa wanamtafuta. Faraja alitikisa kichwa kidogo kama mtu anayekumbuka hadithi za zamani. Jamila akasema, aliamua kukulinda kwa kukuweka mbali na maisha yake. Amani akasema, kwa kunifanya nidhani amekufa. Baraka akasema polepole, alifikiri hiyo ndiyo njia pekee ya kukuweka salama. Machozi yakazidi kutoka kwa Amani. Na miaka yote hiyo hakuwahi hata kunitazama. Jamila akasema, ametazama kimya kimya, amefuatilia maisha yako hadi leo. Amani alisimama kimya, kisha akauliza swali moja ambalo lilitikisa kila mtu. Yuko wapi sasa? Na kwa mara ya kwanza Jamila na Baraka walitazamana. Ukimya ulitawala tena, lakini safari hii haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ukimya wa mtu anayesubiri jibu ambalo linaweza kubadilisha kila kitu. Baraka aligeuka kidogo, akaangalia mlango wa kanisa, kisha akasema kwa sauti ya chini, yuko hapa. Kanisa lote likageuka mara moja. Mlango wa nyuma ulikuwa umefunguliwa pole pole. Mzee mmoja aliingia ndani kwa hatua za taratibu. Alikuwa amevaa suti rahisi, uso wake ukiwa na alama za maisha mengi aliyopitia. Amani alimtazama kwa mshangao. Hakumjua, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa njia tofauti. Mama Zawadi alishusha kichwa. Amekuja mwenyewe. Mzee huyo alisimama katikati ya njia. Hakusogea haraka. Alimwangalia Amani kama mtu aliyekuwa amesubiri miaka mingi sana. Amani, aliita kwa sauti ya chini. Sauti hiyo ilimgusa moja kwa moja moyoni. Amani alihisi machozi mapya yakimjia. Ndio wewe? Mzee Omari hakujibu kwa maneno mengi. Alisema tu, mimi ni baba yako. Kanisa lilishika pumzi. Na hapo ndipo siku ya harusi ilibadilika kabisa, kutoka sherehe ya ndoa kuwa mwanzo wa ukweli mkubwa ambao ulikuwa umefichwa kwa miaka mingi. Amani alisimama bila kusogea. Miguu yake ilikuwa mizito, kama imefungwa na kitu kisichoonekana. Mzee Omari naye hakusogea karibu mara moja. Alijua kuwa hatua ya kwanza si rahisi. Amani? Alirudia kwa sauti ya chini. Amani akasema kwa sauti iliyovunjika, usiniite hivyo kama hukuwepo maishani mwangu. Maneno hayo yalichoma hewani. Mama Zawadi alifuta machozi yake. Rahma alishika kifua chake. Mzee Omari akatikisa kichwa polepole. Una haki ya kusema hivyo. Nilikukosa, lakini sikukusahau. Amani alicheka kidogo kwa uchungu. Tofauti yake ni nini? Maisha yangu yote nilikuwa nikifikiri sina baba. Baraka alitaka kusema kitu, lakini akanyamaza. Hii haikuwa nafasi yake. Mzee Omari akasema, nilikulinda kwa njia mbaya, lakini nilifikiri ndiyo sahihi. Amani akasema kwa nguvu kidogo, kulinda sio kuficha ukweli. Ukimya ukaanguka tena. Kisha Amani akauliza swali la moja kwa moja. Kwa nini leo? Kwa nini umeamua kuja siku ya harusi yangu?
na jibu la swali hilo lilikuwa limebeba mzigo wa miaka yote iliyopita. Mzee Omari alisogea hatua moja mbele. Kwa sababu leo niliona ningeweza kukupoteza tena. Safari hii milele. Amani ilikunja uso. Kupoteza vipi? Jamila akasema kwa utulivu, ndio maana nilimuita Baraka. Amani akageuka kumtazama Baraka. Wewe ulijua? Baraka akainamisha kichwa kidogo. Ndio, nilijua sehemu ya ukweli. Rahma akavuta pumzi kwa mshangao. Amani akasema kwa maumivu, na bado ukakaa kimya. Ukaniangalia nikijiandaa kuolewa bila kuniambia. Baraka akasema kwa upole, nilikosa ujasiri. Nilitaka kukuambia, lakini siku ya furaha yako ilikaribia na sikutaka kuivunja. Amani akatikisa kichwa. Lakini umeivunja zaidi kwa kuninyima ukweli. Mzee Omari akaingilia. Hii sio kosa la Baraka, ni langu. Amani akasema, basi sema ukweli wote sasa. Usinilinde tena. Mzee Omari alifunga macho kwa sekunde chache, kisha akasema, kuna mtu katika maisha yangu ambaye angekuwa hatari kwako kama ungekuwa karibu nami. Kanisa lilisikiliza kwa makini, na ukweli huo ulianza kufunguka polepole zaidi. Mzee Omari akaendelea. Miaka mingi iliyopita nilijihusisha na biashara kubwa sana. Lakini si watu wote waliokuwa karibu nami walikuwa na nia njema. Faraja alikunjwa uso kama mtu anayeelewa dunia hiyo. Nilipogundua kuwa maisha yako hatarini, Mzee Omari akaendelea, nilifanya uamuzi mgumu, kukuweka mbali kabisa. Mama Zawadi aliongeza kwa sauti ya chini, ndio maana tuliamua kumlea Amani mbali na jina lake. Amani akasema polepole, kwa hiyo maisha yangu yote yalikuwa siri. Jamila akatikisa kichwa, siri ya kukulinda. Amani akasema kwa uchungu, lakini hakuna aliyeniuliza kama nilitaka kulindwa kwa namna hiyo. Ukimya ukaanguka tena. Baraka akasema kwa sauti ya upole, Amani, hakuna aliyekuwa tayari kukuona ukiumia. Amani akamwangalia, lakini sasa ninaumia zaidi kuliko wakati wowote. Macho yakamtoka tena. Kisha akageuka kumtazama Mzee Omari. Sasa huko hapa, hatari imeisha? Mzee Omari hakujibu haraka, na huo mkimya ukaonyesha kwamba hadithi haiko imefika mwisho bado. Mchungaji alisimama kidogo, akasema kwa sauti ya utulivu, wakati mwingine maisha hutuletea majaribu katikati ya furaha zetu, lakini ukweli haupaswi kuogopwa. Maneno hayo yalileta utulivu kidogo. Amani akakaa kwenye kiti karibu, gauni lake likienea chini. Hakujali tena watu wanaomtazama. Rahma akakaa karibu naye. Unafikiria nini? Amani akasema KWA sauti ndogo. Sijui kama bado niko kwenye harusi yangu au kwenye maisha mapya ambayo sijui. Baraka alisimama mbele yake, si kama mchumba tena, bali kama mtu anayesubiri uamuzi. Amani alisema KWA upole, kama unahitaji muda, nitangoja. Maneno hayo yalimgusa. Mama Zawadi akasema, mwanangu, hakuna anayekulazimisha kuamua leo. Lakini Amani alitikisa kichwa. Leo ndiyo siku yangu, siwezi kuikimbia. Akasimama polepole, akamwangalia baba yake, kisha akamwangalia Baraka, na akajua uamuzi wake hautaathiri tu moyo wake, bali maisha ya kila mtu aliyekuwa pale. Amani alisimama katikati tena. Macho yake hayakuwa tena na hofu ile ya mwanzo. Sasa kulikuwa na nguvu mpya, lakini pia maumivu yaliyokuwa wazi. Alimwangalia Mzee Omari. Siwezi kubadilisha miaka iliyokita, KWA dakika moja. Mzee Omari akatikisa kichwa kwa huzuni. Najua. Amani akaendelea, lakini naweza kuamua ninataka nini kuanzia sasa. Kisha akageuka kumtazama Baraka. Baraka alishikilia pumzi yake. Ameficha ukweli, Amani alisema, lakini pia alibaki, hakukimbia. Rahma alitabasamu kidogo, KWA machozi. Amani akasema, na wewe, akamwangalia baba yake, uliondoka ili kunilinda, lakini sasa umekuja. Mzee Omari akasema kwa sauti ya chini, na sitarudi tena nyuma. Ukimya mzito ukaanguka.
Kisha Amani akavuta pumzi ndefu. Sijui kama nipo tayari kuwa binti yako leo, lakini nipo tayari kukusikiliza. Mzee Omari machozi yakamtoka. Kisha Amani akageuka polepole kuelekea madhabahu, na kila mtu alisubiri kusikia atakubali ndoa au ataahirisha. Kanisa lilikuwa kimya sana. Amani alisimama mbele ya madhabahu akimtazama Baraka moja KWA moja. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, lakini sauti yake ilikuwa imara. Baraka. Baraka alijibu KWA upole, ndiyo Amani. Amani akavuta pumzi ndefu. Leo nimejifunza kitu. Ukweli hauchelewi kuja, lakini ukija lazima ukubaliwe. Baraka hakusema kitu. Alisubiri. Amani akaendelea, ulijua sehemu ya maisha yangu ambayo mimi sikujua. Hiyo inaumiza. Lakini pia uliamua kubaki nami. Baraka kasema, sikuwahi kukuacha kukuchagua. Maneno hayo yaligusa kila mtu mmoja. Amani akageuka kidogo kumtazama baba yake, kisha mama yake. Leo sio siku ya kukimbia. Ni siku ya kuamua. Mchungaji alisimama kimya, akisubiri. Amani akasema, nataka ndoa yangu ianze na ukweli, si siri. Kisha akamtazama Baraka tena. Je, uko tayari kusimama nami bila kuficha tena chochote? Baraka akasema kwa nguvu, niko tayari. Na hapo kila mtu mmoja alijua. Uamuzi ulikuwa karibu kufanywa. Mchungaji alisogea mbele kidogo. Kama wote wawili mmeamua kwa moyo wenu, basi tunaweza kuendelea. Lakini kabla hajamaliza, Amani akainua mkono kidogo. Subiri. Watu walishika pumzi tena. Amani akasema, kuna jambo moja bado. Aligeuka kumtazama Jamila. Uliamua kusema ukweli leo. Kwa nini? Jamila tabasamu kidogo, si kwa furaha, bali kwa amani. Kwa sababu nilijua ukijenga maisha juu ya uongo, siku moja utaanguka. Rahma akatikisa kichwa kwa kukubaliana. Jamila akaendelea, na pia nilitaka kuona Baraka akiwa na mtu anayempenda kweli. Baraka alishusha macho kwa heshima. Amani akamwangalia Jamila kwa sekunde chache, kisha akasema, asante kwa ukweli wako. Maneno hayo yalikuwa rahisi, lakini yalibeba uzito mkubwa wa msamaha. Jamila akatikisa kichwa polepole, kisha akarudi nyuma kukaa. Sasa hakuna siri iliyobaki mbele ya watu. Na kwa mara ya kwanza tangu asubuhi ile, kanisa lilianza kuhisi utulivu mdogo. Mchungaji akaendelea tena. Baraka Mwangi, unamkubali Amani Muthoni kuwa mke wako? Baraka hakusita. Ninamkubali. Sauti yake ilikuwa thabiti, wazi na yenye uhakika. Mchungaji akageuka kwa Amani. Amani Muthoni, unamkubali Baraka Mwangi kuwa mume wako? Kila mtu mmoja alishika pumzi. Amani alifunga macho kwa sekunde chache, akakumbuka kila kitu. Mtihani wa asubuhi, picha ile, ukweli wa baba yake, macho ya mama yake na maneno ya Baraka. Alifungua macho. Ndani yake kulikuwa na utulivu mpya. Ninamkubali. Kanisa lilipuka kwa furaha. Mama Zawadi alilia kwa furaha. Rama ashika mikono yake kwa shangwe. Faraji akatabasamu kwa mara ya kwanza. Mzee Omari alisimama kimya, machozi yakimtoka, akitazama binti yake akichagua maisha yake mwenyewe. Na hapo ndoa haikuwa tu muunganiko wa watu wawili, bali ushindi wa ukweli juu ya hofu. Baada ya viapo, mchungaji alitangaza rasmi, ninawatangaza kuwa mume na mke. Shangwe zikajaa kanisani. Watu walinuka, wakipiga makofi, wengine wakilia kwa furaha. Baraka alimshika Amani kwa mikono yote miwili. Asante kwa kunichagua. Amani akatabasamu kidogo. Asante kwa kubaki. Lakini bado kulikuwa na jambo moyoni mwake. Aligeuka polepole kumtazama mzee Omari. Watu wengi walikuwa wanasherekea, lakini Amani alichukua hatua chache kuelekea baba yake. Alisimama mbele yake. Hawakukumbatia na mara moja. Amani alisema kwa sauti ya chini, sijui jinsi ya kuita baba leo. Mzee Omari akasema kwa machozi,
Hata ukiniita jina langu nitashukuru. Amani akatabasamu kwa huzuni kidogo. Kisha tutaanza polepole. Mzee Omari akatikisa kichwa. Polepole ndiyo njia ya kweli. Na hapo uhusiano mpya ukaanza, sio wa kulazimishwa, bali wa kujengwa. Sherehe ilihamia nje ya kanisa. Chakula kilipangwa, mziki ukaanza, na watu wakaanza kusherehekea kwa furaha. Lakini kwa Amani, siku hiyo ilikuwa zaidi ya harusi. Rahma alimkimbilia akiwa na tabasamu. Umefanya uamuzi mkubwa sana. Amani akasema, ndiyo, lakini safari ndiyo inaanza sasa. Baraka alikuja akasimama karibu naye. Tutatembea pamoja. Amani akamwangalia, macho yake yakiwa na amani kwa mara ya kwanza. Mbali kidogo, Mzee Omari alisimama akizungumza na Mama Zawadi. Kulikuwa na mazungumzo ya polepole, ya watu waliokuwa wakijifunza tena kuaminiana. Faraja akacheka na wageni, akisema, hii si harusi ya kawaida, hii ni hadithi. Na kweli ilikuwa hivyo. Jua lilianza kushuka polepole, na ndani ya moyo wa Amani kulikuwa na ukweli mmoja mpya. Maisha hayaanzi wakati kila kitu kiko sawa. Yanaanza pale unapochagua kusimama katikati ya ukweli na bado uendelee mbele. Jioni ilipoanza kushuka, sherehe iliendelea kwa mziki wa taratibu. Wageni walicheza, wengine wakizungumza kwa vikundi, lakini Amani alijitenga kidogo pembeni. Alikuwa akimtazama baba yake kutoka mbali. Rahma alimkaribia. Unaogopa kumkaribia? Amani akatikisa kichwa polepole. Sio kuogopa. Sijui nianzie wapi. Rahma akatabasamu. Anzia pale ulipo. Si lazima uwe na maneno yote. Maneno hayo yalimgusa. Amani akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kutembea polepole kuelekea Mzee Omari. Mzee Omari alipomwona akija, alisimama mara moja. Hakusogea, alisubiri. Amani alisimama mbele yake. Ukimya mfupi ukaanguka. Kisha akasema kwa sauti ya chini, nataka kusikia hadithi yako. Si leo yote, lakini kidogo. Mzee Omari machozi yakamtoka. Nitakwambia kila kitu, hatua kwa hatua. Amani akatikisa kichwa. Hiyo inanitosha kwa sasa. Na hapo daraja la kwanza kati yao likajengwa, sio kwa maneno mengi, bali kwa uamuzi mdogo wa kusogea karibu. Usiku ulipoingia, taa ndogo zilipambwa nje ya ukumbi. Watu waliendelea kusherehekea, lakini Amani na Baraka walikaa pembeni kwa muda. Baraka alimwangalia Amani kwa utulivu. Unajisikiaje sasa? Amani akatabasamu kidogo, kama mtu ambaye maisha yake yamegeuka ndani ya siku moja. Baraka akacheka kidogo. Na bado uko imara? Amani akasema, sio kwa sababu sina maumivu, bali kwa sababu nimechagua kukimbia tena. Baraka akashika mkono wake. Sitakuacha upite haya peke yako. Amani akamwangalia kwa macho yenye shukrani. Hiyo ndiyo tofauti yako. Kisha akasema kwa sauti ya chini, lakini nataka tukubaliane kitu. Baraka akasema, kitu gani? Amani akasema, hakuna siri tena, hata kama ukweli unauma. Baraka akatikisa kichwa. Ninakubali. Na hapo ndoa yao haikuwa tu ahadi ya mapenzi, bali ahadi ya ukweli. Siku chache baadaye, Amani alirudi nyumbani kwa mama yake. Hakukuwa tena na kelele za sherehe. Ilikuwa kimya cha kawaida, kile kilichomlea tangu utoto. Alikaa pamoja na Mama Zawadi mezani. Mama, alisema polepole, nakuelewa sasa kidogo. Mama yake akamwangalia kwa macho yenye matumaini. Kweli? Amani akatikisa kichwa. Ulifanya kile ulichofikiria ni sahihi, ingawa kiliniumiza. Mama Zawadi akashika mkono wake. Samahani mwanangu. Amani akasema kwa upole, ninakusamehe. Maneno hayo yalikuwa mepesi, lakini yalibeba uzito wa miaka mingi. Mama yake akaanza kulia tena, lakini safari hii ilikuwa machozi ya kuachilia mzigo. Amani akasema, sasa nataka tujenge upya, bila siri. Mama Zawadi akatikisa kichwa. Tutajenga pamoja. Na hapo familia ambayo iliwahi kuwa na mapengo ilianza kujazwa tena. Wiki kadhaa zilipita. Amani alikutana na baba yake mara kadhaa. Hawakukimbilia kuwa karibu sana. Walijenga polepole. Siku moja
Walikaa pamoja bustanini. Mzee Omari alisema, nilikuwa naogopa siku hii kwa miaka mingi. Amani akamwangalia. Na sasa? Akasema, sasa ninaogopa kidogo, lakini pia nina amani. Amani akatabasamu, mimi pia. Kulikuwa na ukimya mzuri kati yao, sio wa hofu, bali wa watu wanaojifunza kuaminiana. Mzee Omari akasema, najua siwezi kurudisha muda uliopita, lakini ninaweza kuwa hapa sasa. Amani akasema, hiyo ndiyo ninayohitaji. Kwa mara ya kwanza walitabasamu pamoja bila maumivu makubwa nyuma yake. Na hapo Amani alijua msamaha hauondoi yaliyopita, lakini huleta nafasi ya maisha mapya. Asubuhi moja tulivu, Amani alisimama nje akitazama jua likichomoza. Baraka alisimama nyuma yake kimya kimya. Unafikiri nini? Aliuliza. Amani akasema, nafikiria jinsi siku ile ilivyoanza. Baraka akacheka kidogo. KWA, gauni la harusi na mtihani. Amani akatikisa kichwa. Ndiyo, nilifikiri najua maisha yangu yanaenda wapi. Kisha akageuka kumtazama. Lakini kumbe maisha si mstari ulionyoga. Baraka akasema, ni safari. Amani akatabasamu. Na safari yangu imenifundisha kitu kimoja. Baraka akasubiri. Amani akasema, KWA, utulivu na nguvu. Ukweli unaweza kuchelewa, lakini ukija, unakupa uhuru wa kuanza upya. Walishikana mikono. Mbali kidogo, Mama Zawadi na Mzee Omari walikuwa wakizungumza kwa amani. Rahma alikuja akiwa na tabasamu kama kawaida. Na hapo, kila kitu hakikuwa kikamilifu, lakini kilikuwa cha kweli. Na hiyo ndiyo furaha ya maisha.